Imefichuka, ilibaki hivi tu, yani Pantev kutua Yanga. Issue nzima iko hivi: siku chache baada ya kutambulishwa na kutua rasmi kuanza kazi ndani ya Simba, meneja mkuu wa timu hiyo Dimitar Pantev, jambo jipya limeibuka. Jumatatu ya Oktoba 6, 2025 anatarajiwa kuanza rasmi kazi ya kuinua timu hiyo inayorejea kutoka mapumziko baada ya kucheza mechi ya mwisho ya ligi kuu bara dhidi ya Namungo. Ukiweka kando lile la kukosa vigezo vya kuwa kocha mkuu, imefichuka Yanga ilikaribia kumnasa kocha huyo Mbulgaria. Pantev ametua nchini Oktoba 4, 2025 akitokea Gaborone United ya Botswana iliyotolewa wiki iliyopita na wekundu hao wa Msimbazi katika raundi ya kwanza ya ligi ya mabingwa Afrika, na Jumatatu anaanza kazi na kujitambulisha rasmi kwa wachezaji baada ya kufanya hivyo kwa benchi la ufundi lililosalia baada ya Fadlu Davis na wenzake kutimkia Raja Casablanca ya Morocco. Mapema baada ya kutua nchini, kocha huyo alijinasibu kwamba amekuja kufanya kazi na kufanua soka lake ni la kushambulia, na anaamini kuna makubwa atayafanya na wenzake kwa vile timu hiyo ina wachezaji bora wanaoweza kuendana na falsafa yake ya 4-3-3. Kocha huyo mwenye umri wa miaka 49 na anayetambulika kirahisi kwa kuwa na michoro mwilini mwake, yani tattoo, na kuvaa kwake hereni, ametua Msimbazi akiwa na kazi kubwa ya kurejeshea heshima timu hiyo inaosotea mataji ya ligi kuu na kombe la FA kwa msimu wa 5 sasa. Simba msimu uliopita ilifika fainali ya kombe la shirikisho Afrika na kulikosa taji mbele ya RS Berkane ya Morocco iliyoshinda kwa jumla ya mabao 3-1, kazi ambayo Dimitar Pantev atakuwa na kazi kuivusha katika ligi ya mabingwa Afrika ambayo ina rekodi ya kucheza robo fainali mara kadhaa. Issue ya Yanga ilikuwa hivi: lakini wakati kocha huyu akianza rasmi kazi leo, inaelezwa Yanga ilikuwa ikimpigia hesabu Dimitar Pantev licha ya kuwa na Romain Folz, ikiwa na lengo la kutaka kumfanya mbadala kutokana na shinikizo lililopo baada ya Mfaransa huyo kuifanya timu icheze soka lisilovutia kama zamani. Taarifa kutoka ndani ya Young Africans zimelidokeza gazeti la Mwanaspoti. Mabosi wa klabu hiyo waliwasiliana na Dimitar Pantev mara ilipomuona na Gaborone United ilipokuja kucheza na Simba Tanzania na kumuulizia uwezekano wa kumpata. Inadaiwa Young Africans ilimvamia kocha huyo baada ya kuona soka la kocha huyo wakati akiongoza Gaborone United ikipata sare ya bao 1-1 katika mechi hiyo ya marudiano ya ligi ya mabingwa Afrika. Hata hivyo, wakati Yanga inatua kwa